Na mpendwa mtazamaji unaitufuatilia kupitia chaneli yetu ya Lisha Ubongo, karibu sana hivi leo nitakapokuwa nikijibu swali lililohoji juu ya historia ya njia ya msalaba. Upo nami Shemasi Emilian Samson Mahinya kutoka hapa seminari kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho iliyopo Jimbo Kuu Katoliki la Songea. Karibu tuanze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tunakushukuru e Mungu kwa zawadi ya siku hii na uzima uliotujalia. Umtume Roho wako Mtakatifu atuangaze katika kipindi hiki, ili ufalme wako uenee hapa duniani, nasi tuwe huru katika ukweli, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ndugu mpendwa mtazamaji, kama nilivyokualika hapo awali ya kwamba leo tunajibu swali liloulizwa na mpendwa wetu juu ya historia ya ibada ya njia ya msalaba. Hivyo nikukaribishe tusafiri kwa pamoja na kwa makini mpaka mwisho wa jibu letu la hivi leo. Kwa kuanza, ndugu mpendwa msikilizaji, katika sehemu ya utangulizi ni kueleze wazi ya kwamba ibada hii ya njia ya msalaba ni mojawapo ya ibada zinazopendwa sana katika kanisa Katoliki, hasa katika wakati au kipindi hiki cha Kwaresma. Ibada hii inawezesha waamini kutafakari mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo kwa kupitia vituo vinavyoonyesha matukio mbalimbali yaliyotokea tangu alipohukumiwa hadi alipozikwa kaburini. Ibada hii huitwa pia kwa majina mengine kama Via Crucis, yaani njia ya msalaba katika lugha hiyo ya Kilatini, au Via Dolorosa, yaani njia ya mateso. Ibada hii kwa kweli inatukumbusha ukweli wa maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe aliyesema, mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake kila siku anifuate. Rejea Injili ya Luka sura ya 9 aya ya 23. Kwa hiyo njia ya msalaba si kumbukumbu tu ya historia ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, bali ni njia ya maisha ya Mkristo. Ndugu mpendwa mtazamaji, lengo la ibada hii ni kuwasaidia waamini kufanya hija ya kiroho, wakifuata kwa sala na tafakari njia ambayo Yesu aliipitia alipokuwa anaenda Golgotha kuteswa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Ingawa leo njia ya msalaba inasaliwa karibu katika kila kanisa, ibada hii inaheshimiwa sana ndani ya kanisa Katoliki, na hivi inaelezwa wazi na inafafanuliwa ya kwamba ni hija ya Wakristo ambayo kwa kweli chanzo chake ni kutokea huko Yerusalemu. Kabla tujaangalia upana wa chanzo hiki, hebu sasa tutazame kwanza msingi wa kibiblia wa njia ya msalaba. Ingawa Biblia haihitaji moja kwa moja ibada ya njia ya msalaba kama tunavyofanya hivi leo, matukio yote yanayotafakariwa katika vituo vyake yanatokana na simulizi za Injili. Waandishi wa Injili wanaeleza kwa kina mateso ya Yesu. Mfano, Yesu anahukumiwa na Pilato. Injili ya Mathayo sura ya 27 aya 24 hadi ya 26. Yesu anachukua msalaba wake. Injili ya Yohane sura ya 19 aya 17. Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu kubeba msalaba. Injili ya Luka sura ya 23 aya 26. Yesu anasulubiwa. Injili ya Marko sura ya 15 aya 24. Yesu anafufuka. Injili ya Luka sura ya 23 aya 46 na kadhalika. Paulo mtume pia anaonyesha kuwa msalaba ndio kiini cha wokovu wa Mkristo. Ukirejea waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 1 aya 18. Neno la msalaba kwa wale wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Hivyo ndugu mpendwa mtazamaji, utafakari msalaba ni sehemu ya msingi wa imani ya Kikristo. Sasa tuone chimbuko la njia ya msalaba katika hija ya Yerusalemu. Tangu karne za mwanzo za Ukristo,
Wakristo walikuwa na hamu kubwa ya kwenda Yerusalemu kutembelea mahali ambapo Yesu aliishi, aliteseka, alikufa na akafufuka. Mahali palipokuwa na umuhimu mkubwa zaidi. Watu walipenda kutembelea Golgota au Kalvari, kaburi alimozikwa Yesu na njia aliyopita Yesu akibeba msalaba. Hivyo mahujaji walikuwa wakitembea katika njia ile ile ambayo Yesu alipo, wakisimama katika sehemu mbalimbali kusali na kutafakari mateso yake. Njia hii ilijulikana kwa wakati huo kama Via Dolorosa, yaani njia ya mateso. Katika hija hizo, ndugu mpendwa mtazamaji, waamini walikuwa hawana vituo rasmi kama ilivyo leo, lakini walikuwa na desturi ya kusimama katika sehemu muhimu za simulizi ya mateso ya Kristo. Baadaye hija ya kwenda Yerusalemu ilianza kuwa ngumu sana kwa sababu ya uwepo wa vita, umbali mrefu, hatari za safarini na utawala wa Waislamu katika nchi takatifu kwa nyakati fulani. Kwa sababu hiyo, Wakristo waliokuwa Ulaya walianza kutengeneza nakala ya njia ya msalaba katika nchi zao ili tu waweze kufanya hija ya kiroho bila kwenda Yerusalemu. Hapo ndipo ibada ya njia ya msalaba ilianza kuenea katika kanisa lote. Ndugu mpendwa mtazamaji, tuone mchango wa pekee uliotolewa na watawa wa Fransiskani katika kueneza ibada hii ya njia ya msalaba. Kuenea kwa ibada ya njia ya msalaba katika kanisa lote kunahusishwa kwa karibu sana na Wafransiskani, kwani katika karne ya 14 Wafransiskani walipewa jukumu rasmi na Baba Mtakatifu la kulinda na kutunza mahali patakatifu katika nchi takatifu, hasa Yerusalemu. Kwa sababu hiyo, walikuwa karibu sana na sehemu zile ambazo Yesu alipita wakati wa mateso yake. Wafransiskani hawa walihamasisha sana mahujaji waliokwenda Yerusalemu kufuata njia ile ya Via Dolorosa, yaani njia ya mateso. Walihamasisha wakisimama katika sehemu mbalimbali kusali. Hivyo taratibu, walipoona kuwa si Wakristo wote waliweza kwenda Yerusalemu, walianza kuanzisha njia hizo katika nchi nyingine, hasa huko Ulaya. Kwa njia hii, waamini waliweza kufanya hija ya kiroho hata bila kusafiri kwenda nchi takatifu. Kadiri ibada hii ilivyozidi kuenea, Wafransiskani waliomba kanisa litambue rasmi ibada hiyo na kuwapa waamini ruhusa ya kupata neema za kiroho wanaposali njia ya msalaba. Mmoja wa mashahidi wa kale wa ibada hii ni Egeria, mhujaji huyu wa karne ya 4, ambaye katika kitabu chake alieleza jinsi Wakristo wa Yerusalemu walivyokuwa wakisali na kutafakari mateso ya Kristo katika maeneo halisi ya matukio hayo yalipotokea. Mchango wa mababa watakatifu. Ndugu mpendwa mtazamaji, mapapa mbalimbali walitoa ruhusa na kuhimiza kwa namna ya pekee ibada ya njia ya msalaba. Papa Innocent wa 11 aliruhusu Wafransiskani kuweka vituo vya njia ya msalaba katika makanisa yao, na alitoa pia rehema kwa wale waliosali ibada hiyo kwa imani. Baadaye Baba Mtakatifu Clement wa 12 alitoa ruhusa rasmi ya kuweka vituo vya njia ya msalaba katika makanisa mengine, si ya Wafransiskani pekee, bali katika makanisa yote alitoa ruhusa hiyo. Baba Mtakatifu huyu pia alithibitisha mpangilio wa vituo kama ulivyoelekezwa na unavyotumika hata hivi leo. Baada ya hapo, Baba Mtakatifu Benedikto wa 14 alihimiza sana ibada hii na alitaka iwekwe katika makanisa mengi kadiri iwezekanavyo, ili tu waamini waweze kutafakari mateso ya Kristo mara kwa mara. Kwa njia hii, njia ya msalaba ikawa sehemu ya kawaida ya maisha ya ibada katika kanisa Katoliki. Ndugu mpendwa mtazamaji, unaitufuatilia kupitia channel yetu ya Lisha Ubongo. Hebu sasa tuone kuanzishwa kwa vituo 14 vya njia ya msalaba na kuongezwa kwa kituo cha 15. Mwanzoni hakukuwa na idadi moja ya vituo vya njia ya msalaba. Katika sehemu mbalimbali kulikuwa na idadi tofauti tofauti. Kwa mfano, sehemu nyingine palikuwa pana vituo 7, sehemu nyingine vituo 12,
sehemu nyingine vituo 18, hata zaidi ya vituo 20 mahali pengine. Katika baadhi ya hija za Yerusalemu haikufuatwa hivyo moja kwa moja, lakini kadiri ibada ilivyozidi kuenea, kanisa liliona umuhimu wa kuweka mpangilio mmoja unaofanana kila mahali. Ndipo karne ya 18 kanisa lilipitisha rasmi mpangilio wa vituo 14 vinavyoanza na hukumu ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuishia na kuzikwa kwake. Mpangilio huu ukawa ndio unaotumika katika kanisa lote hata hivi leo. Sababu ya kuwepo kwa vituo 14 si kwamba kila tukio limo katika Biblia, bali ni kwamba vituo hivyo vinatokana na maandiko matakatifu, mapokeo ya kanisa na tafakari ya waamini wa karne zile. Hivyo njia ya msalaba ni matunda ya imani ya kanisa katika historia yake. Karne ya 20, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Papa alipendekeza pia kuongezwa kwa kituo cha 15 kinachohusu ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ilikuwa ni kuonyesha ukamilifu wa fumbo la Pasaka. Ndugu mpendwa mtazamaji, hebu sasa tuone njia ya msalaba kama hija ya kiroho. Kadiri muda ulivyopita, njia ya msalaba ilianza kueleweka si tu kama kumbukumbu ya kihistoria, bali kama hija ya kiroho. Hapo mwanzo, Wakristo waliokuwa na uwezo walikwenda Yerusalemu ili kutembelea mahali ambapo Yesu aliteseka, lakini si watu wote walioweza kufanya hija hiyo kwa sababu ya umbali, gharama na hatari za safarini. Kwa sababu hiyo, kanisa liliona kuwa ni muhimu kuwasaidia waamini wote waweze kushiriki kiroho katika mateso ya Kristo hata bila kwenda nchi takatifu. Ndiyo maana njia ya msalaba ilianza kuwekwa katika nchi mbalimbali na baadaye ndani ya makanisa, ili kila muamini aweze kutafakari mateso ya Yesu, kuungana naye kupitia sala hiyo, kujifunza kuvumilia mateso na kujiimarisha katika toba na uongofu. Kwa hiyo kusali njia ya msalaba ni kama kufanya hija ya Yerusalemu kwa moyo na kwa roho. Ndugu mpendwa mtazamaji wetu, tuone pia kufanyikwa kwa njia ya msalaba ndani ya makanisa. Mwanzoni njia ya msalaba ilikuwa inafanyika zaidi nje, lakini maeneo yaliyotengenezwa kufanana na Via Dolorosa, yaani njia ya mateso ya kule Yerusalemu kama tulivyoona hapo kabla. Lakini kadiri ibada ilivyoenea, kanisa liliruhusu vituo vya njia ya msalaba kuwekwa ndani ya makanisa ili waamini waweze kusali kwa urahisi zaidi. Na hivi mababa watakatifu walitoa ruhusa maalum ya kuweka vituo hivyo, na pia wakasisitiza sana kuwa vituo viwe 14, viwe vimebarikiwa rasmi, viwekwe kwa mpangilio unaofaa, na waamini wasali kwa heshima na ibada kadiri ya miongozo ya kikanisa. Hatua hii ilifanya njia ya msalaba kuwa mojawapo ya ibada zinazopatikana karibu katika kila parokia ya kanisa Katoliki duniani. Ndugu mpendwa mtazamaji, maana ya kiroho ya njia ya msalaba. Njia ya msalaba si tu kumbukumbu ya mateso ya Yesu, bali ni njia ya kumfuata Kristo katika maisha ya kila siku. Kwa kusali njia ya msalaba, muamini anajifunza kubeba msalaba wake mwenyewe, kuvumilia mateso kwa imani, kutubu dhambi, kuungana na sadaka ya Kristo na kujiandaa kwa furaha ya ufufuko. Ibada hii inakumbusha kwamba wokovu wetu ulipatikana kwa njia ya mateso na kwamba maisha ya Kikristo pia yanahusisha kujikana na kumfuata Kristo. Ndiyo sababu njia ya msalaba inasaliwa sana, hasa wakati huu wa Kwaresma, kipindi ambacho kanisa linatafakari kwa namna ya pekee mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Japo haijakatazwa wala kuzuiwa ibada hii kusaliwa wakati mwingine nje ya kipindi cha Kwaresma. Mpendwa mtazamaji, hebu sasa tuone ibada hii ya njia ya msalaba leo hii katika wakati au nyakati zetu hizi.
Njia ya msalaba si historia tu, bali ni sala ya kutafakari upendo wa Kristo. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatufundisha kwamba mateso ya Kristo ni sehemu ya wokovu wa mwanadamu. Mateso yake na kifo chake, Kristo alitoa sadaka ya ukombozi kwa ajili ya wanadamu wote. Rejea Katekisimu ya Katoliki namba 18. Kutafakari njia ya msalaba kunatusaidia sisi wa Kristo kutambua ukubwa wa upendo wa Mungu, kutubu dhambi zetu, kujifunza kubeba misalaba ya maisha na kuungana na mateso ya Kristo. Ndugu mpendwa unayetufuatilia kupitia channel yetu ya Lisha Ubongo, katika kuhitimisha jibu la swali liloulizwa, historia ya njia ya msalaba, nikueleze tu kwamba ibada ya njia ya msalaba ilianza kwa hija ya Wakristo waliokwenda Yerusalemu, ikaenezwa na watawa wa Fransiskani, ikathibitishwa na mababa watakatifu, na hatimaye ikawa sehemu ya kawaida ya maisha ya kanisa. Leo njia ya msalaba ni mojawapo ya ibada muhimu sana katika Kanisa Katoliki kwa tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.